Tunawasalimu, tunasema jambo wapendwa. Ninasema jambo kwa watu wote popote pale ambapo mulipo. Tunawasalimu, tunaamini kwamba mko wazima kwa neema ya Bwana. Nasi ni wazima pia, tunamshukuru Mungu kwa yote. Mimi jina langu ni mtumishi Amani Lawi Baraka, ndilo jina langu. Na siku ya leo ninakuja mbele zenu ili nipate kutambulisha channel yetu ambayo itaitwa kwa jina la Tumaini One TV. Hiyo ndiyo jina ya channel yetu ambayo tutakuwa tunaitumia. Jina yayo ni Tumaini One TV. Unaweza ukajiswali kwa nini kufungua channel ya YouTube? Hiyo channel itatusaidia kwa kufikisha wala kupeleka mesaje ambazo tutakuwa nazo. Maana dunia ya leo ni dunia ambayo inajikita sana kwa mitandao ya kijamii. Na ndio maana kupitia hii channel tutakuwa na mesaje ambazo tutakuwa tunapost ili dunia yote ipate kutusikiliza. Ndio maana tumefungua hiyo channel yetu ambayo inaitwa Tumaini TV. Unaweza ukajiswali, sasa mumefungua channel, nini ndiyo mission yenu zaidi? Nini ndiyo kazi zaidi mutafanya kwa hiyo channel? Channel yetu tuko na kazi maalumu ambayo tutafanya kwa hiyo channel yetu. Tuna kazi yetu maalumu, na kazi ya kwanza ambayo tutaifanya kupitia channel yetu itakuwa ni kutangaza Injili. Tutangaza Injili kupitia channel yetu ya Tumaini TV. Tutakuwa tukifundisha maneno ya Mungu, tutakuwa tukihubiri maneno ya Mungu, na pia tutakuwa tukiyaombea mahitaji mbalimbali. Kupitia channel yetu tutakuwa tukiyaombea mahitaji mbalimbali. Na haitakuwa tukutangaza Injili kwa mitandao, hapana. Tutakuwa na nafasi pia ya kutembea ili kwenda kutangaza Injili, kutembea katika nchi mbalimbali kwa lengo la kutangaza Injili. Ndiyo kazi kubwa ambayo itafanyika kwa hiyo channel yetu. Inaweza nikairudilia, ni kutangaza Injili, ni kuhubiri, ni kufundisha na kuombea mahitaji na kusafiri juu ya kutangaza Injili. Sana. Kwa nini kufanya Injili? Unaweza kujiswali, mbona makazi ni mengi ambazo mnaweza mukafanya, lakini sisi tumechagua kutangaza Injili. Sasa kwa nini kufanya Injili? Utasoma kwa muda wako, nitakupa ni kitabu tu, maana leo ni siku ambayo ni siku fupi. Siku ya leo utasoma kwa muda wako kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi 20. Utasoma hapo kwa muda wako. Unajua sisi ni Wakristo, na sisi Wakristo kazi yetu ni kufanya kila mtu awe mfuasi wa Bwana. Ndio kazi ambayo Bwana ametuachia zaidi. Tujikaze, kila mtu amutangaze Mungu, atangaze jina la Bwana, na kila mtu atafanya Injili kwa kadiri gisi Roho Mtakatifu gisi itakavyo muongoza. Ndio maana nasi Roho imetuongoza kwa kutangaza Injili, maana ndiyo kazi ambayo Bwana aliyoweka ndani mwetu. Ndio maana tumefungua channel, ni kutangaza Injili, ni kufikisha ujumbe, ni kuombea watu. Ndio kazi ambayo Bwana aliyoweka ndani mwetu. Unaweza tena ukajiswali, mbona majina ni mengi? Kwa nini umechukua jina la Tumaini? Unajua mpendwa, kweli tumefikiri tukaona ya kwamba jina la Tumaini ni jina ambalo linafaa,
mbele sijasema kidogo, utasoma kwa muda wako nyumbani. Utasoma Zaburi ya 62 na mstari wa 2. Utasoma kwa muda wako nyumbani. Unajua, katika maisha ya mwanadamu tuna kitu ambacho tunaita tumaini. Tumaini katika maisha yetu ya mwanadamu, tumaini inakuja kama gisi taa ya maisha, inakuja kama gisi muongozo wa maisha. Ni kitu ambacho kinatuongoza, ni kitu ambacho kinatupa tumaini ya kuishi, kinatupa motisha ya kupambana zaidi. Maana ndio kitu ambacho kinatupa tena nguvu ya kuendelea kuishi, kwa sababu ndani mwetu bado mungaliki tumaini. Na ndani mwetu tumaini inapozimika, tumaini inapotoweka ndani mwetu, basi maisha ya mwanadamu inakuwa kama mtu ambaye anaishi katika giza. Ni mtu ambaye anaishi anaishi bila objective. Anaishi lakini hajui kwa nini ameishi. Kwa mfano, kama gisi msazi ndani ya mwenda wazimu, ndani mwake hamuna matumaini. Msazi hawezi akaamuka akasema kwamba leo nitakwenda shule. Hawezi akawaza kwamba leo ina mipango ya kununua nyumba wala kununua gari wala nitakula. Msazi ndani mwake hamuna mipango yoyote, kwa sababu kitu ambacho kinaweza kikamfanya kiendeshe maisha yake tayari kimezimika. Ndio ile tumaini tayari imezimika katika maisha ya msazi. Ndio maana msazi hana chochote kile ambacho anachokipanga juu ya maisha yake, kwa sababu taa ya maisha yake imezimika. Ni kama gisi unaishi katika giza kubwa sana, na ukiwa katika giza kubwa sana hauwezi ukaona njia ambapo unaweza ukapita. Na ndio maana tunaona waliokuwa wengi wanafika hata kujizuru maisha, wanafika hata kujiua. Kwa nini wanajiua? Wanajiua ni kwa sababu ndani mwao hamuna tena tumaini, hawana tena tumaini ya kuishi. Wameona ya kwamba yale matatizo imewazidi na hawana tena gisi ambavyo wanaweza wakafanya ili wasolve ile matatizo. Ndio maana wanaona ya kwamba basi maisha mafupi kwao basi ni kujimalizia maisha, ni kujiua, ni kujinyonga, kwa sababu ndani mwao wanakosa matumaini. Na ndio maana channel yetu tumeita Tumaini. Tunaamini ya kwamba mafundisho ambayo itakuwa ikifundisha hapa, maneno ya Mungu ambayo itafundishwa hapa, italeta tena tumaini katika maisha ya wapendwa. Maana ni Yesu ndiye anapana tumaini. Tumaini tutalipata ni kwa Bwana wetu Mungu wa mbinguni. Unapopata tumaini nje ya Kristo, ukipata tumaini nje ya Bwana wetu wa mbinguni, basi ile tumaini litakuwa ni tumaini fupi sana. Ni tumaini ambalo litakuja tena litatoweka. Maana dunia haipani vitu ambavyo vinadumu. Mara kwa mara dunia inapana vitu ambavyo ni vya kitambo kidogo tu, vinakuja na vinatoweka. Ndio kwa ufupi wapendwa, hiyo ndio kazi ambayo tutaifanya ku channel yetu. Kwa kifupi ni hiyo, lakini tutawaomba sana na tunawasihi sana, maana tunahitaji mtusaidie katika hii kazi ya ombi. La kwanza ambalo tunawaomba jameni ni kusubscribe hii channel, ni kujiabone. Maana unapo kujiabone, maana tukiweka video basi utaona kwenye simu yako ya kwamba wameweka video katika hii channel. Ni ya maana sana, na tunaomba sana muwe muna comment, maana hizo comment zitatufanya
tuboreshe kazi ambayo tunaifanya. Tunaomba sana sana muwe muna comment, na tunaomba sana muwe muna share. Tukiposte video, jameni, ujaribu kupartage, ujaribu kushare na wengine watu. Ukifanya hivyo ni kama gisi hata nasi unatupush mukazi ambayo tutaifanya. Ni kama gisi kweli unatusogeza mbele. Tunawasi sana na tunaomba mahitaji ambayo, ukiwa na mahitaji usiandike nafasi ya comment. Hapana kuweka mahitaji yako nafasi ya comment. Juu comment iko public, kila mtu ataona comment yako. Kama ni mahitaji, kuna namba ambayo tutaipana ambayo itakuwa inapokea mahitaji ya watu. Ya kwa kifupi ndio hiyo wapendwa. Tunawasihi sana na kutombea zaidi, maana hii kazi ni ngumu. Kuna watu wataibuka kuleta comment za kututukana, na itakuwa sio hao, itakuwa ni shetani atapita ndani mwao ili tunapoona matusi basi tukate tamaa. Lakini munapokutombea itakuwa kama gisi munatuongezea nguvu zaidi. Tunashukuru sana na Mungu atubariki sote, na tunasema bye.